Nyosha mkono wako kushoto juu mbele za Bwana. Our focus is money. Lakini lazima tu reconcile na anayezitoa hizo fedha ambaye ni Mungu aliye hai. Tamka kutoka ndani ya moyo wako huku ukiamini hakuna lisilowezekana mbele za Bwana. Sema, nimekuja jinsi nilivyo. Sina haki yoyote ninayoweza nikajihesabia kati yangu na misingi ya familia inayotoka na misingi ya maeneo tofauti tofauti niliyopita kwa ajili ya kazi za mikono yangu, misingi ya maeneo mbalimbali niliyoishi. Maana katika ulimwengu wa roho ina sauti ya kuamua aina ya uchumi fulani unaweza ukambatana na mimi. Unaweza ukambatana na mimi. Kwa kuwa haki sikuwa nayo, kuna walali waliupata wakunishikilia, wakunikamata. Lakini leo hii niko mbele ya uso wa Mungu aliye hai, na mimi nasimama mahali palipobomoka, nyuma ya historia ya nyumba ya baba yangu, nyuma ya historia ya nyumba ya mama yangu, nyuma ya historia ya maeneo mbalimbali niliyopita. Maana mahali inapotokea palipobeba misingi, pakiwa hapako sawa, panakuwa pananielekeza kwenda kwenye maeneo ambayo nenye hayako sawa, nenye hayako sawa, nenye hayako sawa. Mbona imeandikwa, misingi kialibika, hata kama nastahili siwezi nikastahili tena. Mbona imeandikwa, wewe Bwana unapatilia wana, unaweka mbali wana na uovu wa baba zao. Na mimi nimekukubilia leo ili uniweke mbali kwa njia ya toba. Ninakiri ya kwamba kuna siku kwenye nyumba ya baba yangu, ninakiri ya kwamba kuna siku kwenye nyumba ya mama yangu walikimbilia miungu ya kigeni, walifuata miungu ya kigeni, walikimbilia miungu ya kigeni, wakaipa nafasi, wakaipa nafasi. Mbona imeandikwa, walichagua miungu mipya marangoni, walichagua miungu mipya marangoni. Kila mungu mpya, kila miungu iliyopewa nafasi kwenye madhabahu ya baba, kwenye madhabahu ya kina mama, na hiyo miungu ikapewa nafasi, ikapewa sauti, kwa kuwa ilichaguliwa kwenye malango, imenizuia, imenitengenezea maisha ya fedha, kutokuwa na utoshelevu, kutokuwa na utoshelevu. Leo nimekukimbilia wewe. Nani awezaye kurehemu isipokuwa ni wewe? Historia naweza nikawa sijui vizuri, lakini mahali popote palipo na deni la ibada yoyote kwa waganga, ibada yoyote kwenye madhabahu za mizimu, sema mahali popote, jina la ukoo wetu, jina la mzazi wangu, au wazazi wa mzazi wangu, au wazazi wa wale waliokuwa wazazi wa wazazi wangu, walipoachilia deni kwenye madhabahu, walipoachilia deni kwenye madhabahu, kila madhabahu za mizimu, kila madhabahu za mizimu, kila madhabahu za mizimu, kila madhabahu za mizimu zenye madeni ya damu, zenye madeni ya damu, zenye madeni ya damu, kila madhabahu za mizimu zenye madeni, kila madhabahu za waganga zenye madeni ambayo yananitesa,
yanayonisumbua, ninaomba rehema leo ili nafsi yangu itoke kwa damu ya Yesu. Tulia kimya. Nyosha mkono wako. Kuna watu wanateswa na madeni ya fedha leo. Kuna watu wanateseka na madeni ya hela leo, kwa sababu kuna madeni ya kiadhabu kwenye madhabahu za familia zao. Madeni yao yameanzia kwenye zile madhabahu. Zimeanzia kwenye zile madhabahu. Zimeanzia kwenye zile madhabahu. Hayo madeni yameanzia kwenye zile madhabahu. Hii damu ya rehema kwenye maombi haya ya rehema leo, hiyo damu iende. Hiyo damu inaenda. Wengine mmezaliwa ili kulipa madeni ambayo yaliachwa. Wengine mmezaliwa ili kulipa madeni yaliyoachwa. Wengine mmezaliwa ili mlipe 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 madeni yaliyoachwa. Kila nafsi ambayo ilizaliwa ili ilipe deni, wale waliozaliwa kwa ajili ya kulipa deni, damu ya rehema inaenda. Wazaliwa wa kwanza waliozaliwa kulipa madeni, wazaliwa wa kwanza waliozaliwa kulipa madeni, wazaliwa wa kwanza waliozaliwa kulipa madeni, wazaliwa wa katikati waliozaliwa kulipa madeni, wazaliwa wa mwisho waliozaliwa kulipa deni, waliozaliwa walipe deni, waliozaliwa walipe deni, waliozaliwa kwa ajili ya kulipa deni, waliozaliwa kwa ajili ya kulipa deni. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name, in the mighty name, in the mighty name. Sema damu ya rehema iende kwenye nafasi yangu ya kuzaliwa. Damu ya rehema iende kwenye nafasi yangu ya kuzaliwa. Itamke nafasi yako ya kuzaliwa. Wa pili. Tunazungumzia ile ya kimwili kabisa. Sema ile nafasi yako ya kuzaliwa ya kimwili, itamke kama wewe ni wa kwanza kimwili. Itamke mimi ni wa kwanza. Sema nafasi yako ya kuzaliwa. Sema damu ya rehema iende kwenye hiyo nafasi ya kuzaliwa. Damu ya rehema iende kwenye nafasi ya kuzaliwa. Iende kwenye nafasi ya kuzaliwa. Damu asasi wachukua ni katikati. Sema damu ya rehema iende kwenye nafasi ya kuzaliwa. Damu ya rehema iende kwenye nafasi ya kuzaliwa. Kwenye tumbo la mama yangu, kwenye tumbo la mama yangu, kwenye kiuno cha baba yangu, kwenye tumbo la mama yangu, kwenye kiuno cha baba. Damu ya Yesu iende kwenye nafasi ya kuzaliwa. Kila uadhali walile deni la kwenye madhabahu, deni la kwenye madhabahu, deni la kwenye madhabahu, deni la kwenye madhabahu. Sema kila makubaliano yaliyofanyika kwenye madhabahu za waganga, madhabahu za misimu, madhabahu za waganga, madhabahu za misimu, kila makubaliano yaliyofanyika, kila maamuzi yaliyofanyika, mimi nikachwa kuwa kielelezo cha adhabu, kuwa kielelezo cha adhabu, kuwa kielelezo cha adhabu. Sema waliniacha, nafsi yangu walichukua kuwa kielelezo cha adhabu, kuwa kielelezo cha adhabu, kuwa kielelezo, kuwa kielelezo, kuwa kielelezo cha adhabu, kuwa kielelezo cha adhabu. Sema haya madeni ni adhabu, ni adhabu, ni adhabu ya kuachwa kuwa kielelezo cha madeni. Ninaomba rehema leo kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya rehema. Yenda. Sema kwa damu ya rehema. Sema kila sadaka walioitoa kwenye miungu ya baba yangu,
kwenye miungu ya mama yangu. Kila sadaka ambayo walipoitoa walitoa isimame katika nafasi ya kuwa kielelezo cha adhabu. Leo nimezaliwa naishi madeni haya ya kifedha. Madeni ya kifedha yananisumbua. Hata kama siyaoni leo, wameniandalia mbele yangu, kwa sababu kuna uhalali kwenye ulimwengu wa roho. Mungu liye hai, ni wao walichagua miungu mipya na vita ikawepo marangoni. Na mimi naomba damu ya rehema leo ingie kwenye hayo marango, ingie kwenye hayo marango ya fedha. Damu ya rehema leo iende kwenye marango ya fedha. Kile kiwango walichoniwekea, kile kiwango walichokitengeneza, kile kiwango ambacho walipokiweka, wakaachilia matamko, wakaachilia sadaka, wakasema siwezi vuka. Ninaomba rehema leo ili hiyo kiwango walichoniwekea kwamba siwezi vuka kiweze kuondoka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Kila kielelezo chao walichokiachia kwenye paji langu la uso, kwenye paji langu la uso, damu ya Yesu, damu ya rehema iende kwenye paji la uso. Kila adhabu walioiachilia kwangu na nyota yangu wakaiweka rehani, na nuru yangu kwenye paji la uso, na nuru yangu wakaiweka rehani. Ninaomba rehema leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nyosha mkono wako kushoto juu. Sema kwa kuwa kwa damu ulinunua mimi nisiyefaa. Au kununua tu nafsi yangu kumbe upo niishi, bali ulinunua nione matokeo ambayo sio ya kawaida yakizaliwa kila itwapo leo. Lakini kwa kuwa yako madai, na kwa kuwa haya madai yaliposimamishwa, kwa kuwa haya madai yalipoinuliwa, yaliinuliwa na mimi nikiwa nimeunganishwa leo kwa damu ya Yesu. Kila ibada iliyofanyika, jina langu likapelekwa, picha yangu ikapelekwa, nikaunganishwa kwenye hiyo miungu ya kigeni, nikasikiliwa kwenye hiyo miungu ya kigeni. Ninaomba rehema leo ili nafsi yangu iokolewe kwenye kila nguvu ya madai ya fedha, kwenye kila nguvu ya madai ya fedha, kwenye kila nguvu ya madai ya fedha, kwa damu ya Yesu. Sema wale walinzi waliosimamishwa kwenye hayo malango ambao wao waliyatumia, wakachagua miungu mingine, na uchumi wa familia ukapelekwa huko, noti zikapelekwa huko, uchumi ukapelekwa huko. Ni kuna mahali walikopachagua, kuna mahali walipopachagua. Na mimi leo kwa damu ya rehema, kule walikokuchagua na uchumi umemezwa huko, uchumi umemezwa, fedha zimemezwa, uchumi umemezwa. Ninaomba rehema leo kwa habari ya huko walikokuchagua kwa damu ya rehema. Sema wale walinzi wa kwenye madhabahu wanaoamua kiwango changu cha fedha, kiwango changu cha mangaiko kwenye eneo la fedha. Sema damu ya Yesu Kristo ipite kwenye hayo malango, ipite kwenye hayo malango, kwenye hayo malango ya madeni, kwenye hayo malango ya deni. Maana uchumi ukipigwa, madeni yanakuwepo. Uchumi ukipigwa, kufirisika kuna kuwepo. Uchumi ukipigwa,
hata ulichokipata kwa jasho kinaondoka kirahisi. Lakini mimi nakataa leo, ninaomba rehema mbele za uso wako. Popote uchumi wangu ulipoushika, popote uchumi wangu ulipoushikilia, leo uachiliwe kwa damu ya Yesu. Leo uachiliwe kwa damu ya Yesu. Leo uachiliwe kwa damu ya Yesu. Kuna 12 hao wametumika kuwa ngazi miaka na miaka, na hiyo wamerithi kwao. Wanapanda wanashuka, wanapanda wanashuka, wanapanda wanashuka, wanapanda wanashuka. Angalia kule nyuma, ushers wanapanda na kushuka, wanapanda na kushuka, wanapanda na kushuka, wanapanda, wanapanda, wanapanda. Na wamebeba agizo la Bwana, wamebeba shauri la Bwana, wamebeba shauri la Bwana. Shauri la Bwana ni wana shauri la Mungu aliye hai kwa habari ya kazi za mikono. Lakini wametumika kuwa ngazi, wametumika kuwa ngazi, wametumika kuwa ngazi. Na hiki hata baba yako alipitia, hata baba yako alipitia. He was somewhere, lakini akaanguka ghafla. Uchumi ukaanguka ghafla, magonjwa yakatokea. The same thing kinatokea kwenye maisha yako, the same thing kwenye ndoa yako. I stand with the voice of authority. I stand with the sound of authority. I stand with the sound of authority. With the sound of authority. With the voice 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 of mercy. Kwa sauti ya rehema, kwa sauti ya rehema wanatoka, kwa sauti ya rehema wanatoka, kwa sauti ya rehema wanatoka, kwa sauti ya rehema, kwa sauti ya rehema wanatoka, kwa sauti ya rehema wanatoka, kwa sauti ya rehema, kwa sauti ya rehema, kwa sauti ya rehema, kwa sauti ya rehema wanatoka. Sema imeandikwa kuna utajiri na heshima kwenye mkono huu wa kushoto. Follow the instruction, unyoshe juu. Sasa angalieni mikono hiyo, tuwasaidie hawa wachomoke leo. Mungu awatoe. Sema imeandikwa kuna utajiri na heshima kwenye mkono wa kushoto. Kwa kuwa kinachofungwa ni nafsi, lakini ishara ya fedha kukamatwa waga inaenda kwenye mkono wa kushoto. Waga inaenda kwenye mkono wa kushoto. Mahali popote wanakochukua sahihi yangu kwenye eneo la fedha, kwenye mkono huu wa kushoto, na noti zikakunjwa kwangu, zikapuputishwa, leo kwa damu ya Yesu, yoyote aliyebeba sahihi yangu ya fedha kwenye huu mkono wa kushoto, yoyote aliyechukua sahihi yangu ya fedha kwenye huu mkono wa kushoto, huu mkono ukombolewe leo. Huu mkono ukombolewe. Sema mkono wangu ukombolewe leo. Ishara ya nafsi yangu kutoka, ishara ya nafsi yangu kutoka kwenye kila teso la fedha, kwenye kila tabu ya 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 fedha. Kila anayechukua sahihi yangu ya mkono, kila aliyeiba sahihi yangu, kila aliyeiba, iwe ni ndani ya familia, iwe ni ndani ya eneo nalokaa, iwe ndani ya eneo la kazi, popote, popote, popote walikochukua sahihi yangu ya fedha. Maana imeandikwa utajiri uko hapa, heshima iko hapa, lakini sioni huko ilikofichwa, huko ilikoondolewa fingerprint zangu, alama zangu za vidole kwenye mkono wa kushoto. Ziachiliwe leo, ziachiliwe leo. Wako sita. You are so bright, lakini walikupiga wakati unasoma. You are so bright. Diversion yako ilifanyika hapo. Diversion yako ilifanyika hapo. Mwingine ulichukuliwa ukiwa kazini wakati unaanza kazi. Wengine walikamata hiyo vidole wakati unaanza kazi. Wengine wakati mnaanza kazi. Wengine mlitakiwa mwe mabosi hapa. Mlitakiwa mwe watu wa maana. Mlitakiwa majina yenu yawepo juu kule kwenye payroll, lakini yako huku chini. Walikamata fingerprint. Walikamata fingerprint. Walidhishika hizo fingerprint. Walidhishika hizo fingerprint. Walidhishika hizo fingerprint. Wela basakapa. In the mighty name of Jesus.
In the mighty name of Jesus. Kila fingerprint iliyokamatwa naita hizo fingerprint ziachiliwe hizo fingerprint. Vidole viachiliwe, alama za vidole. In the mighty name of Jesus. 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 Sema kila alama yangu ya vidole kwenye eneo la nguvu ya fedha. Sema ziko happy fedha zangu ambazo kupitia alama hizi za vidole zilihamishwa leo kwa damu ya Yesu. 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 Alama zangu popote zinapotumika leo ziachiliwe kwa damu ya rehema. Kwa damu ya rehema. Kwa damu ya rehema. Na mimi natamka kwa mamlaka niliyopewa na Mungu. Katika ofisi hii ya deliverance, popote ambako wamechukua fingerprint zako, listen to me, ukiwa katika utulivu wa prayers. Kuna mahali ili wapate taarifa zako lazima waweke fingerprint zako. Hata kwenye ulimwengu wa roho is the same. Kuna mahali wameshika taarifa zako za fedha. Kwa hiyo wewe unaishi leo, lakini wao wana taarifa ya fedha zako mwaka 2025, na kuna kiwango ambacho wamekuwekea sawa sawa na hizo taarifa, na kuna mipaka ambayo wamekuwekea sawa sawa na hizo taarifa. Allow me within 5 minutes to deal with any limitation. Kushughulika na kila limitation. I command any limitation. Any limitation in your finance. Any limitation in your finance. Wasema to out. Any limitation in your finance. Any limitation in your finance. Any limitation in your money. Any limitation. 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 Any limitation, 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 any limitation. Kwenye career, kwenye kazi za mikono yako, ofisini kwako, kwenye biashara, kwenye ajira, kwenye masomo, any limitation. Popote walikofunga mikono yako, wakachukua fingerprint, alama za vidole vyako. Unapotaka kwenda mbali, wao wanakurudisha nyuma. I command right now, ninaamuru siku hii ya leo, wale ambao wamewekewa mipaka kwa sababu ya nuru zao ziliwekewa giza, walikuwa wanang'aa kwenye eneo la fedha, walikuwa na nguvu ya kuattract fedha, walikuwa na nguvu ya kuweka vitu vikaenda kwenye eneo la fedha, lakini walipowekewa limitation ni baada ya giza kuwekwa kwenye mapaji yao ya uso. So I command any limitation to come out right now. Any limitation, any limitation. Sema out. Sema any limitation kwenye eneo lako la fedha, kwenye eneo la fedha, kwenye kiwango cha fedha. Any limitation. Any limitation. Kila mstari uliowekewa, kila mpaka 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 uliowekewa. Hauwezi ukavuka mpaka mmoja kwenda mwingine kama taarifa zako hazipo. Kuna watu wanavita kwenye taarifa zao za uchumi. Sema kwa damu ya Yesu Kristo, kila taarifa yangu ya uchumi
kila taarifa yangu ya fedha, kila taarifa yangu ya uchumi, kila taarifa yangu ya fedha ya 2025 popote ilikoshikiliwa na mstari ukawekwa, taarifa zangu za fedha ziachiliwe. Komande, mwache taarifa zako. Komande, komande, command, 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 command. Amuru taarifa ziachiwe. Amuru taarifa ziachiwe. Amuru taarifa ziachiwe. Amuru taarifa ziachiwe. Low level si sehemu yako. Low capacity ya kuderiva si sehemu yako. Allow the power of God to set you free today. Allow the power to set you free today. Allow the power to set you free today. Command out. Command out. Taarifa zako ziachiwe. Taarifa za biashara yako, taarifa za ajira yako, taarifa ziachiwe. Taarifa ziachiwe. Taarifa ziachiwe. Taarifa ziachiwe. Command, 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 command. You cannot go far. Hauwezi ukaenda mbali kama taarifa zimeshikiliwa. Hauwezi ukapandishwa cheo kama taarifa zimeshikiliwa. Hauwezi ukapata kazi kama taarifa zimeshikiliwa. Hauwezi kwenda popote penye inuko kama taarifa zimeshikiliwa. I command today. I command today. I command, I command, I command. I command, I command, I command. Sema kila taarifa ya kupanda juu iliyoshikiliwa kwa alama zangu za vidole, wakaniachia teso kwenye uchumi, wakaniachia mahangaiko kwenye fedha, taarifa zangu ziachiwe. Taarifa zangu ziachiwe. Taarifa zangu ziachiwe mwezi wa 4. Mwezi wa 4 taarifa ziachiwe. Mwezi wa 4 taarifa ziachiwe. Taarifa za ongezeko, taarifa za kupanda, taarifa za kuinuka, taarifa za raba. Sema taarifa ziachiwe. Taarifa, taarifa kwa damu ya Yesu. Nyosha mkono wako juu wa kushoto. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kila kilicho haki yako kwenye fedha, ambacho kila palipo na haki yako ya fedha ambayo imekuwa inatumika mahali kwingine, msaidie wewe. Kila mahali paliko na haki yako ya fedha. Kuna watu 10 hapa tutamalizia. Hao wana haki kubwa sana ya fedha, lakini kuna watu wamejilisisha hizo haki zao za fedha. Iwe ni kwenye kategori tofauti tofauti. Walipokamata haki yako ya fedha, popote walikoshika, wewe na uzao wako, wewe na nyumba yako, kule ambako wamewaweka sio pa kwenu. Kila aliyewekwa kwenye eneo ambalo sio la kwake, sababu taarifa zake za hela zimeshikwa, wanatumia wengine. Kila waliofichwa kwenye eneo la fedha, kila waliofunikwa na wafunua sasa. Kila waliofunikwa, waliofunikwa na madeni, waliofunikwa na kutokulipwa hela zao, na wafunua, na wafunua. Natoa vitambaa, na vitoa hivyo vitambaa, na vitoa, na vitoa, na vitoa, na vitoa, na vitoa hivyo vitambaa, na vitoa vitambaa. Roho za mbwa zile zenye ulinzi kwenye maeneo, roho za mbwa zilizotupa ububu kwenye eneo la fedha, zimetupa ububu na kuzungumza kwenye eneo la kazi, kwenye eneo la fedha. I command now, I command now, I command by the fire. Hinabataya, hitarabota, ketara, ketara. Roho za nyoka zilizoachilia sumu yake, royatani, royatani. Ewe bafe, nyoka bafe, ukae kwenye njia za fedha, ukae kwenye njia za uchumi. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sema kila picha ya kiwango cha chini cha umiliki wa fedha, naanzia na picha iliyoko ndani yangu, ibadilike leo. Ibadilike leo. Badilisha hiyo picha ya fedha. Speak a word. Tamka neno.
Futa hiyo picha. Futa hiyo picha ya kiwango fulani ya kazi ambayo ni cha chini sana. Futa hiyo picha. Futa hiyo picha. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Futa, futa, futa. Futa, futa, futa. In the mighty name of Jesus. 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 I see changes, changes. Naona mabadiliko. Ninaona mabadiliko. Hama kwenye iko kiwango. Futa iko kiwango cha chini. Kuna watu wanahamishiwa kwenye viwango vya hela za kigeni. Kwenye viwango vya hela za kigeni. Kwenye viwango vya hela za kigeni. Currency yako ni tofauti. Aina ya fedha inatakiwa ije kwenye mikono yako ni ya tofauti. Ni tofauti. In the mighty name of Jesus. I change it. Ibadilike sasa. Kiwango kibadilike. Kiwango. Sema kwa jina la Yesu. Kiwango ambacho kimewekwa kwa watu ambao lazima mahusiano yawepo kwa habari ya kazi za mikono. Mahali popote waliponitengenezea kiwango cha fedha, hata kikiongezeka, kinaongezeka kidogo. Leo kwa damu ya Yesu, huo mstari uondoke. Kila mahali palipo na nafsi ya mwanadamu yoyote ambaye Mungu umemwandaa kwa ajili yangu, lakini kuna kiwango fulani cha fedha ambacho amewekewa kwa ajili yangu, lakini kuna kiwango fulani cha fedha, kuna kiwango fulani amewekewa kwa ajili yangu, leo kitoke. Sema out, 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 out. Sema kuanzia leo macho yao hayataniangalia katika kiwango cha chini. Lile giza nilokuwa nimewekewa, hebu speak your word. Wasikupimie tena kwenye eneo la fedha. Umepimiwa sana mishahara, umepimiwa sana faida, umepimiwa sana, wamekupima sana. Speak your word. Tamka neno. Yani ni sawa umeambiwa na dakika 3 utetee uhai wako. Ni sawa umeambiwa na dakika 1 utetee uhai wako. Mandarapasa, Yimandorobosaya, Kandaramasabaya. Vile viwango vya kupimiwa ninavikataa in the mighty name of Jesus. Ninavikataa hata kwa ulioko online. Viwango vya kupimiwa fedha tunavikataa in the mighty name of Jesus. 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 Tunavikataa mwezi wa 4. Tunavikataa mwezi wa 4. Tunakataa viwango vya madeni vya kudai au kudaiwa. 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 In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Watu wengi wanapofika saa ya kuinuka ndipo wanaanguka. Hakunaga anayeanguka kipindi ambacho hana ongezeko. Sababu hauwezi kujitambua kama umeanguka kama una ongezeko. Listen to me. One day kuna watu walimwambia prophet, tunataka tukatanue eneo letu. Wakaazima shoka. Walipoenda na ile shoka ilimbukia kwenye maji. Lakini kwa sababu palikuwepo na sauti ya mamlaka, ile sauti ilipotoka ya manuizo ndani, kwa sababu kinachoonekana kwenye Biblia ni mtumishi alitupa tu kijiti, shoka ikainuka. Nisikilize, ili atupe kijiti ndani yake palikuwa pana sauti. Ile sauti ndio iliinua shoka, chuma kikainuka kutoka kwenye maji. Akikuvutwa na sumaku, kilivutwa na kijiti. Hili ni neno langu kwako leo. Uchumi wako hautaanguka in the mighty name of Jesus. Uchumi wako hautaanguka in the mighty name of Jesus. Hata kama ulianguka, with the sound of authority, I uplift your finance. Na uinua uchumi wako. Na uinua uchumi wako.
na uinua uchumi wako, na uinua uchumi wako, na uinua uchumi wako. Kuanzia leo uchumi wako utaelea juu kwa juu. Hautapoteza fedha. Na chochote ulichowahi kuuza kwa sababu ya madeni, Mungu anakufanyia compensation. Anakupa kikubwa kuliko kile ulichokiuza. Anakupa kikubwa kuliko kile ulichokiuza. Popote ulikopitia aibu ya madeni, yeye anakuwekea makeup yake mbinguni. Anakusafisha. I change your name. Nabadilisha jina lako. In the mighty name of Jesus. Popote una watu walikochukua hela zako na wakulipi, I command them. Nafsi zao zitakosa utulivu paka wakulipe hela yako. Popote tulikopeleka invoices zetu, naona tucheleweza tu, wanatupiga kalenda tu. Sisi mahakamani tutaenda. Hapa tumekata rufaa leo. Haki zetu tutazipata. Huu mwezi wa 4 tutalipwa sana. Huu mwezi wa 4 tutasaini mikataba sana. Huu mwezi wa 4 tutarudishwa makazini sana. Huu mwezi wa 4 tutaheshimika sana. Huu mwezi wa 4 hatutarudishwa nyuma. Popote wakitusukuma tuanguke, Yehova anatusimamisha tena. Miguu yako mwezi wa 4 ikaongoze mahali pa faida. Miguu yako mwezi wa 4 ikaongoze mahali pa faida. Miguu yako mwezi wa 4 ikaongoze mahali pa inuko. Nasema hivi, mibaraka ya Yakobo iliyopita mibaraka ya milima ya kale, ndio hiyo iende na wewe, itembee na wewe. Hautapoteza, utakusanya. Hautapoteza, utakusanya. Jina lako likatajwe kila mahali. Jina lako likaheshimike kila mahali. Ukawe bora miongoni mwa bora. Ukawe wa kwanza miongoni mwa wa kwanza. Jina lako liende mbali. Yehova akakuinulie mtu atakayetaka atakayesema jina lako. Yehova akaliinue atakayelitaja jina lako. Atakayelitaja jina lako. I give you master key. Pokea funguo kuu. Kila mlango uliofungwa utafunguka automatic. Mlango wa foreign currency, milango ya maproject makubwa, makazi makubwa, ajira kubwa. Mauti haitakuwa juu yetu. Mauti haitakuwa juu yetu. Mauti haitakuwa juu yetu. I say go deeper. Zama kwenye kina kirefu cha baraka. Zama kwenye kina kirefu cha baraka. Zama kwenye kina kirefu cha baraka. I promote you. I am upgrading your life. Katika robo mwaka huu, I say we won't lack money. Message za madeni hatuzitaki. Na wanaotulipa wote watulipe. Bwana Mungu akubarikie na akulinde. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na akupe amani. Be protected and be covered. Be protected and be covered. Naiweka wakfu wiki hii na tunaweka wakfu mwezi huu wa 4. Mauti haitatajwa kwetu, bali uzima ndio utakuwa kwetu. Mema ndio atakuwa kwetu. Baraka zote za kifedha na za kiafya na za kimaisha za tutamko siku ya leo ziende pamoja na sisi, kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.